Waliokataliwa na Ibrahim Traore, mwamba wa Afrika, Captain Rais wa Burkina Faso, wao sasa waamua kukataa madai ya viongozi wao, madai ya wabeba maono wao. Jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, ambayo ni moja ya jumuiya ambayo yako mataifa wamejitenga nayo ikiwemo Burkina Faso, Mali, Niger, imekanusha kama ya uongo na yenye hatari madai kwamba makundi yenye misimamo mikali kwenye eneo hilo yanawalenga watu wa dini fulani au yanafanya mauaji ya kimbari dhidi ya Wakristo. Taarifa hii inatolewa baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutishia kuchukua hatua za kijeshi nchini Nigeria kutokana na kile alichokiita mauaji halaiki ya Wakristo. Kupitia taarifa iliyotolewa Jumanne, ECOWAS imesema madai kama hayo yanaweza kuongeza hali ya kutokuwa na usalama na kudhoofisha mshikamano wa kijamii katika eneo ambalo tayari linakabiliwa na vurugu za kigaidi. Anasema jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi inapenda kuwakumbusha washirika na jumuiya ya kimataifa kuhusu ongezeko la kiwango cha vurugu ambazo makundi ya kigaidi na aina mbalimbali yamekuwa yakifanya katika baadhi ya nchi za eneo hili zikiwemo Nigeria. Taarifa hiyo ilisema ECOWAS ilisisitiza kwamba mashambulizi ya kigaidi katika Afrika Magharibi yanalenga raia wasio na hatia bila kujali dini, kabila au jinsia. Trump alitangaza kwenye mitandao ya kijamii mwishoni mwa juma lililopita kwamba ameiamuru Wizara ya Vita ya Marekani, Pentagon, kuandaa mpango tarajiwa wa kutekeleza mashambulizi ya kijeshi kukabiliana na mauaji makubwa ya Wakristo nchini Nigeria. Wakati huo Waislamu na Wakristo wa Nigeria wamesisitiza kuishi pamoja kwa amani na maelewano na kusema kuwa vitisho vya Rais wa Marekani dhidi ya nchi hiyo havikubaliki. Huu ni mwendelezo wa kwamba yule anayekulisha, yule anayekufadhili, basi anaona ana nafasi ya kukufanyia chochote au kukufanya chochote. Kilichofanyika ndani ya eneo la Nigeria, mauaji ya Wakristo waliokuwa kanisani wa dhehebu la Catholic, ni kitu ambacho hakikubaliki. Lakini kuingia kwa Trump, wako wa Nigeria ambao wanaridhia kwa kusema kwamba jeshi lao, taifa lao limeshindwa kudhibiti, na wengine wakisema afadhali msaada huo. Lakini wale wazalendo wana majumui wanasema hapana, bado kuna nafasi kubwa ya jumuiya hizi mbalimbali zilizoko ndani ya bara la Afrika kuweza kuhakikisha wanadhibiti hayo. Na ukitazama, tuna jumuiya nyingi sana za Kiafrika kwa ajili ya kuweza kusaidia nchi za Kiafrika. Tuna jumuiya mbalimbali ikiwemo jumuiya hii ya ECOWAS ambayo ni upande wa magharibi. Lakini pia ukiangalia tuna ile ya Umoja wa Afrika, ya Umoja wa Afrika ambayo tunayo hapa, nazungumzia African Union, tuko nayo. Ukitazama African Union, makao makuu yake ni pale Addis Ababa, Ethiopia, ambayo ilianzishwa mwaka 2002 Julai 9, ikianziwa pale Durban, South Africa, na nchi zake pia ni nchi za Kiafrika, ambapo kwa jumla nchi zote 55 ndani ya bara la Afrika ni memba wa AU, Africa Union. Lakini pia ukirudi tunayo jumuiya ya SADC ambayo ina memba 16. Wapo kina Angola, Botswana, Komoro, Democratic Republic of Congo, yupo Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, yupo Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, South Africa, Tanzania, Zambia, Zimbabwe. Zipo nchi nyingi sana kwenye upande wa SADC. Na ukitazama nchi zote hizo ambazo ziko katika upande wa SADC ni nchi ambazo kiujumla wanalenga pia kunyanyuana wenyewe kwa wenyewe. Kumbuka AU inaunganisha Afrika nzima, lakini hizi jumuiya ni kwa zile kanda. Ukirudi Afrika Mashariki wana kanda chao ambacho wanacho kuendana na namna moja na namna nyingine. Ukirudi upande wa kaskazini wa Afrika, upande wa kusini wa Afrika, kuna namna moja na namna nyingine. Lengo zaidi ni kuhakikisha nchi hizi zinaweza kuwa kitu kimoja. Lakini tu kilichopo ndani ya jumuiya hizi za Kiafrika, ni kwambie tu, kinachoonekana ni kama kusalitiana au kuogopana. Kusalitiana kivipi? Tazama namna ambavyo AU wakati wanakataa nchi zao zisiingiliwe, wao walikwenda walishindwa kuweza kumlinda Muammar Gaddafi aliyekuwa kiongozi wa taifa la Libya
akavamiwa na watu kutoka nje, wakaingia na wakapigwa stop, wakaridhia, akauawa. Baadaye miaka ilivyokuja kusogea, miaka 2019 2020, wanakuja kukiri kwamba walifanya makosa. Sasa maswali yanayokuja, AU mlikuwa wapi? ECOWAS mlikuwa wapi? Na jumuiya nyingine mbalimbali mlikuwa wapi kutoa kauli ya pamoja kuhakikisha kwamba nyinyi msivamie ndani ya eneo la Libya, sisi wenyewe tutashughulikia hili jambo? Lakini pia achana na hayo, kumekuwa na maandamano mbalimbali yanayofanyika kwenye mataifa ya Kiafrika. Jumuiya hizi zimekuwa zikikaa kimya. Kwa mfano, kilichotokea katika eneo la Gabon, jumuiya ilikaa kimya. Baadaye jeshi lipoingia kuchukua nchi, zinanyanyuka jumuiya, zinaenda kuwekea vikwazo. Ni ndani ya Afrika. Awali mlikuwa wapi? Tazama kilichotokea Burkina Faso, kilichotokea Niger, Mali. Sasa ukitazama yote kwa yote haya, unakuja kugundua bado Kiafrika hawajajua demokrasia ni nini, na hawajajua bado maono halisi ya zile jumuiya ambazo wanazisimamia. Angalia kinachotokea Somalia. Kinachotokea Somalia, zipo jumuiya mbalimbali AU. Wanadhibitije hili jambo? Wameendelea kukaa kimya. Watu asilimia kubwa wanaoweka nguvu ni watu kutoka nje ya Afrika. Angalia kinachotokea Sudan. Nguvu kubwa inatolewa na watu kutoka nje ya Afrika. Sasa nini maana ya kuwa na haya mashirikisho ndani ya bara la Afrika? Na ndio maana baadhi ya nchi zinajitoa, na zinajitoa kwa sababu hazioni faida ya kuwa katika haya mashirikisho. Nchi inavamiwa, inapata changamoto hapa na pale. Namna gani nyinyi mnasolve ile jambo? Hicho ni kitu ambacho wengi wanakitamani. Waafrika wengi wanatamani mashirikisho haya yaliyopo ndani ya bara la Afrika yaweze kuhakikisha Afrika inatulia bila watu wa magharibi kuingia, bila Marekani kuja kuweka pua, bila mtu wa Russia, mtu wa China, mtu wa Ufaransa, mtu wa England kuja kuweka pua yake yoyote. Nchi hizi ziweze kujiongoza zenyewe, la sivyo basi zitaendelea kuongozwa tu. Na ndio maana mpaka hivi leo zipo nchi za Kiafrika ambazo zilitawaliwa na malkia, mpaka leo hii huwa zinalipa kodi kwenda kwa malkia. Sasa yote kwa yote haya ukitazama ni mambo ambayo kiujumla Waafrika wayapendi yaweze kutokea. Kwa hiyo kama nchi za Kiafrika zinataka kujiongoza zenyewe, zihakikishe zinaweka umoja na wananchi wao. Na haya mashirikisho ya Kiafrika, kama nataka bara la Afrika lisimame lenyewe, lihakikishe pia yanakuwa na makucha kuhakikisha unalinda wanachama wao kwa udi na uvumba, na kuwa na vikosi imara vyenye majeshi bora kama ilivyo wenzetu walivyochukua jeshi lao la NATO na kulipeleka Libya na kupeleka maeneo mbalimbali. Mungu ibariki Afrika. Sasa tuangalie kile ambacho hawataki mkijue kule Sudani, nchi ya dhahabu iliyonaswa na wafanya njama wa kimataifa. Sudani ambayo kwa sasa imetumbukia katika kinamasi cha vita vya wenyewe kwa wenyewe, ni nchi yenye nguvu na uwezo mwingi. Kwa miaka mingi ardhi hii imekuwa katika mapambano ya mara kwa mara kati ya utambulisho wake halisi wa Kiafrika, Kiislamu na mfumo wa ubeberu wa kimataifa. Kabla Sudani Kusini kujitenga, Sudani ilikuwa nchi kubwa zaidi ya Kiarabu na Kiislamu barani Afrika, na kwa miongoni mwa nchi 10 kwa ukubwa duniani. Kupakana na Bahari Nyekundu, kuwa kwake karibu na nchi 8 muhimu katika bara hilo, na mto Nile kupita humo, kumeifanya Sudani kwa mojawapo ya maeneo nyeti zaidi ya kisiasa ya kijiografia duniani. Licha ya uwezo wake mkubwa wa kiuchumi na kiutamaduni, kuanzia rasilimali nyingi za madini, mashamba yenye rutuba na nguvu kazi kijana, hadi eneo lake la kimkakati lisilo na kifani, Sudani imeshuhudia zaidi ya mapinduzi 20 ya kijeshi, vita viwili vikuu vya wenyewe kwa wenyewe, na mamia maelfu ya vifo na kufurushwa watu tangu uhuru wake mwaka 1956. Filhal, Sudan ipo katika lindi la vita vya wenyewe kwa wenyewe vya uchu wa madaraka kati ya jeshi la Sudan linaloongozwa na Abdul Fattah al-Burhan na kikosi cha usaidizi wa haraka chini ya uongozi wa Hamdan Dagalo, ambayo vimesababisha hasara kubwa ya kibinadamu na hasara za kifedha na mali kwa nchi kubwa ya Kiafrika. Hebu na tuangalie kwa ufupi nukta za nguvu za Sudan katika nyanja mbalimbali. Kijiografia, Sudan iko kaskazini mashariki mwa bara la Afrika. Ilikuwa katika orodha ya nchi 10 kwa ukubwa duniani kabla ya kujitenga Sudani Kusini. Sudani bado ni nchi kubwa yenye eneo la kilomita za mraba milioni 1,886,000. Mandhari ya Sudan ni tambarare kubwa yenye milima na nyanda za juu kusini, na mbali zaidi magharibi. Sudan ipo katika eneo la kitropiki la Afrika. Mto Nile nyeupe na Nile Blue ni uhai wa Sudan, na kabla ya kitu kingine chochote zimewezesha ustaarabu wake, maisha ya kiuchumi na kilimo. Sehemu ya kaskazini ya nchi kwa kiasi kikubwa ni jangwa, lakini mikoa ya kati na kusini
ina ardhi yenye rutuba ambapo kilimo cha pamba na nafaka kina mizizi ya kihistoria. Kwa upande wa hali ya hewa, Sudani ni mojawapo ya maeneo yenye joto kali zaidi duniani. Lakini joto hili pamoja na udongo wenye rutuba na maji ya Nile yameifanya kwa mojawapo ya ardhi yenye rutuba zaidi katika bara la Afrika. Ukiangalia Bahari Nyekundu kwenye mpaka wa mashariki wa Sudan ni njia muhimu kwa biashara ya kimataifa. Udhibiti au ushawishi juu ya pwani ya Sudan kwenye bahari hii unamaanisha ufuatiliaji wa njia ya meli kati ya Asia, Mashariki ya Kati na Ulaya. Umuhimu huu wa kimkakati daima umeifanya Sudan kuwa shabaha ya mataifa makubwa, hasa baada ya migogoro ya kikanda na maendeleo ya bandari pinzani. Mafuta ni mojawapo ya maliasili muhimu zaidi ya Sudan, lakini sekta hiyo inakabiliwa na changamoto kubwa. Uchimbaji wa mafuta nchini Sudan ulianza miaka 1970 na kupanuka katika miaka 1990 kwa kushirikiana na makampuni ya kigeni. Kujitenga Sudani Kusini na Sudan ilikuwa pigo kubwa zaidi kwa umoja na uchumi wa nchi hiyo. Visima vingi vya mafuta vilikuwa katika mikoa ya kusini, na kutokana na tangazo la uhuru la Juba, Khartoum iliweza kupoteza chanzo chake kikuu cha mapato kabla kujitenga Sudani Kusini mwaka 2011. Nchi hiyo ilizalisha takriban mapipa 500,000 kwa siku, lakini baada ya hapo ilipoteza takriban 75% ya rasilimali zake za mafuta. Katika miaka ya hivi karibuni uzalishaji wa mafuta umeshuka na kufikia mapipa 30,000 hadi 60,000 kwa siku. Vita vya wenyewe kwa wenyewe na uharibifu wa miundombinu, ikiwa ni pamoja na mitambo ya kuweza kusafisha mafuta na mabomba, vimepelekea sekta mafuta kwenye ukingo wa kuanguka na kusambaratika. Kabla ya 2011 mafuta yalitoa takriban nusu ya mapato ya serikali. Baada ya Sudani Kusini kujitenga, Sudan ililazimika kutegemea zaidi vyanzo vingine vya mapato, hasa madini ya dhahabu na kodi kubwa katika kilimo. Hali ya uchumi nchini Sudan imekuwa kizidi kuzorota tangu Sudani Kusini ilipojinyakulia uhuru wake, na mapato ya mafuta nchini humo yameharibiwa vibaya, na hivyo kupelekea serikali ya Sudan kuamua kutekeleza sera za kubana matumizi ili kudhibiti hali ya uchumi. Sudan ni mojawapo ya nchi tajiri zaidi barani Afrika katika masuala ya rasilimali za madini na migodi yake, na ina nafasi muhimu katika uchumi wa nchi hiyo. Sudan ina rasilimali nyingi za madini kutokana na utofauti wake wa kijiolojia. Madini muhimu zaidi nchini ni dhahabu, ambayo imekuwa ikichimbwa tangu zamani katika mikoa ya kaskazini kama vile Halfa hadi Atbara. Hii ni Sudan. Uchu wa madaraka unaangamiza maisha ya Waafrika. Mungu ibariki Afrika. Amsha akili za Afrika ziweze kuamka na kujitambua mali zilipo, ziweze kusimamia mali ghafi na kusimamia bara la Afrika, ili raia wanaozaliwa waliopo waendelee kuwa vizuri zaidi katika bara hili la Afrika, ambalo ni bara linalopakana na Asia, ni bara pia ambalo linapakana na Amerika Kaskazini, Amerika Kusini, Ulaya, Australia. Ni bara lenye kila kitu, ila linahitaji viongozi wenye maono ya kufikisha mbali zaidi maono hayo na kufanya bara hili liweze kuwa Eden ya kufurahia kwa watu wote. Shukrani kwa Paris Today, shukrani kwa Babu Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.